Ni moja ya kifo ambacho kimeweza kuzua taharuki kwa Watanzania wengi na hata nje ya mipaka ya Tanzania, kwa wale wote ambao walikuwa wanamfahamu na kumkubali sana MC Pilipili, moja ya kipenzi cha watu, mshereheshaji maarufu ambaye ameweza kufariki dunia. Sasa wengi wakawa wanajiuliza, huku wengine wakiwa hawaamini kwamba kweli ameweza kufariki dunia. Ukiangalia kupitia ukurasa wake wa Instagram, amefariki muda mchache ambapo ilikuwa inaonyesha ni takriban masaa 11 yamepita tangu alivyoweza kuachia posti yake ya mwisho, na baada ya hapo ndio ilikuwa posti ya kuweza kuagana na dunia, akaweza kuaga dunia. Sasa nini ambacho kinasemekana kwamba kilikuwa kinamsumbua zaidi MC Pilipili kabla ya umauti wake? Ingawaje taarifa zinasema nyingi zaidi, kuna jambo moja tu ambalo linaonekana hili ndio linaweza kuwa sababu kuu ambayo imeweza kupelekea kifo chake, kipenzi chetu, kipenzi cha Watanzania, lakini pia kipenzi cha watu wote ambao walikuwa wanamkubali kwenye swala la ushereheshaji. Sasa ngoja mimi nikwambie hapa hii sababu ambayo inaonekana ni sababu sensitive sana, lakini pia ni muda mrefu sasa. Ingawaje kuna wakati alikuwa anaonekana yuko okay, lakini ndio ilikuwa sababu kubwa sana. Ngoja nikwambie hapa, lakini awali ya yote mimi naamini kabisa kwamba wengi zaidi tumeumizwa na hili tukio, lakini pia msiba ni wa kwetu sisi sote. Kama wewe ni mmoja wa watu ambao mmeguswa na hiki kifo na ni mmoja watu ambao haukuamini, lakini pia moyo wako unasononeka kwa kiasi kikubwa sana kufiwa na huyu mpendwa wetu, basi onyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe. Tuonyeshe ni wangapi ambao pengine tuko hapa kuonyesha jinsi gani ambavyo tumeguswa na hili tukio la mpendwa wetu kuweza kuondoka duniani, kwa sababu alikuwa ni moja ya mtu ambaye watu wengi tulikuwa tunamfahamu sana. Sasa inasemekana kwamba moja ya tatizo kubwa ambalo lilikuwa linamkumba huyu ndugu yetu mpendwa ambaye ameshaagana na sisi ni ugonjwa wa moyo, ambao inasemekana sasa ulikuwa ni ugonjwa ambao ameugua kwa muda mrefu sasa. Lakini pia mshtuko mkubwa ni ule ambao waliupataga mwaka 2021 ndio ambao ulipelekea athari zikawa kubwa zaidi, lakini pia ni kama vile mambo yakazidi kuwa mabaya zaidi. Lakini hata hivyo alikuwa anazidi kupata nafuu na alikuwa anaishi kawaida, kiasi kwamba watu walikuwa wameshasahau kwamba anaumwa. Lakini baadaye na miaka 4 baadaye tunakuja kushuhudia kifo chake ambacho ni 2025 tarehe 16 mwezi wa 11, mwishoni kabisa mwa mwaka 2025. So ameenda RIP, na tunaamini kabisa kwamba maombi yetu kwake huenda akampunguzia adhabu ya kaburi huko endako. Lakini pia usisahau kusubscribe kwa ajili ya updates mbalimbali. Nitakuletea update nyingine kuhusiana na kile ambacho kitakuwa kinaendelea kuhusiana na hiki ambacho kimeweza kutokea